Ndio hivyo basi, unaweza kuwa hujui mnara huu manake nini, lakini ni mnara wa kumbukumbu wa zaidi ya miaka 100 iliyopita, wakati mvyele wetu Mekatilili wa Menza alipoanzisha harakati za kupinga uwepo wa wageni kutoka Uingereza katika eneo hili, na kama inavyodaiwa hapa ndipo walipomzaba kibao gavana wa wakati huo Arthur Champion, ambaye Wagiriama walimuita Chembe, na kuanzisha vita vya Chembe. Baraza lilikuwa limeletwa sasa la kuomba vijana, lakini pia kujaribu kuhimiza watu waweze kwenda kufanya kazi ili wapate pesa ya kulipa kodi. Mekatilili yeye akija kwa hili baraza alikuwa amejihini, alikuwa amechoka, kwa sababu alipokuwa mdogo, alipokuwa amebeba mizigo kwenda kule Mtanganyiko kuuza, yeye na ndugu yake Kiti, baadaye Kiti akaja akashikwa na Waarabu, na hivyo hakuwahi kumuona tena. Hivi leo sasa yeye amekuwa na watoto, anaelekea kuwa na wajukuu, anaambiwa atoane watoto wake waende vitani. Yeye hana uhakika kwamba atarudi. Basi yeye akachua, amebeba koo la kuku na vifaranga wake, akaja nalo akaja kalifunga, akangojea mkutano. Yule ambaye alikuwa ni interpreter anaitwa Wanje wa Mugaya akawa anaeleza vile ambavyo mzungu anasema. Mekatilili akamwangalia akamwambia, mwambie huyo mzungu wako ashike hebu kile kifaranga pale. Yule mzungu alipoondoka kushika kile kifaranga, naye alikuwa ameelewa anaambiwa nini. Huyu mama kuku akamrukia. Alipomrukia kulikuwa na drama na mazungumzo ya muda mfupi. Maana huyu anamrukia na huyu anatoa pistol, bunduki, anampiga yule kuku kumua. Huyu Mekatilili akaelewa kwamba huyu mama akiwa atakataa mtoto wake kuchukuliwa, basi atauawa. Na yeye naye hakungoja kwamba, kwa sababu akamzaba kofi yule Arthur Champion mpaka chini. Inajulikana wazi kwamba uhuru wa Kenya ulianza na slap. Ulianza na slap tu, si habari ya bunduki, slap. Lakini leo tuko hapa kwa sababu kama tunavyoona watu wamepoteza ukwao kwa sababu ya ujio wa wageni. Sasa tuko hapa tunataka tutoe mafundisho, elimu ya kitamaduni ya jadi kwa watoto, ili watoto kuanzia pale, kwa sababu ukitaka kufaulu anza na watoto. Si unaona wazungu walipokuja walianza na watoto, ndio wakaja kuwa wakubwa, sasa wakaendelea ndio wakakubwa, kwa sababu ilikuwa ni Lolani Kalu ana watoto watatu, anachukuliwa mtoto mmoja. Kazungu ana watoto 4, anachukuliwa mtoto mmoja. Yule bwana cameraman ana watoto 3, anachukuliwa mtoto mmoja, mpaka wafike watoto 45. Hilo ndio darasa la mzungu. Na ukifundisha watoto 45 kwa darasa watashika sana. So wazungu wakawachukua watoto, wakawapeleka kule missionary, wakaanza kufundishwa kule na kijiko, kuvaa makoti, kiatu cha kiwi, tai. Sasa wamekuwa wakiwa wakubwa, wanasema mino naifa Johnny. Wakaja sasa wakawa ndio wale baba zetu. Sasa baba zetu hawajui, mtu anaenda, kwa mfano juzi huyu Chembe hapa, Johnson Chembe ameenda Australia, amekuja akimwambia Chembe, anasema ndiwe Kasungu, siku nyingi sana sitangwe kukuona. Nasikira hata wahala unaandika vitabu Kasungu. Kwa hivyo sasa ndio mtaka kutoa hiyo sasa. Tunataka kutoa ile, manake jamii yetu wamekuwa brainwashed. Ni muhimu sana kujua mila na desturi za Wagiriama, kwa sababu mila na desturi za Giriama ni kama katika kizungu anasema ni foundation, kuendelea kupata nafasi kubwa, kutengeneza maisha hapa. Sasa mimi nikuja hapa kwa sababu nataka kuona, kuandika, kutazama ngoma. Mimi napenda ngoma sana. Mimi ni mwanafunzi. Sasa nimeshaona kulikuwa ngoma, kulikuwa chechemeko, namba, sasa ni kiringongo, lakini mimi napenda chechemeko sana kwa sababu watoto wanacheza sana kwa mguu na mimi napenda. Sasa unamkumbuka vipi Mekatilili wa Menza?
Namkumbuka shujaa, nikijua alikuwa shujaa aliyekomboa Wamijikenda kutoka ni kama utumwa, kufanyishwa kazi ovyo ovyo ambayo haina maana kwao. Ndio namkumbuka, alitupatia ushujaa, ndio namkumbuka. Nimekuja kusherekea sherehe ya Mekatilili, shujaa wetu Wamijikenda, na tunafurahia kwa sababu ni mwanamke jasiri ambaye alipigania uhuru, na hivi leo tunasherehekea uhuru kwa sababu ya yeye kama mwanamke mmoja wao. Sasa chuo kikuu cha Pwani kiko hapa kivipi? Kiko hapa kwa sababu tuna muungano na Madka na community. Tunasherehekea pamoja kwa sababu chuo pamoja na community imekuja pamoja ili kusherehekea siku ya Mekatilili. Watoto wako wanazungumza Kigiriama? Wote wanazungumza Kigiriama. Naam. Uliwafundisha? Niliwafundisha. Na watoto wa chuo kikuu hapo pia wanazungumza. Kwa hiyo asante. Jaribu kuwahamasisha ndio waweze kurudia mila zao. Haya, asante sana. Asante. Nikiripotia Coco TV, mimi ni Lolani Kalu.